nimezaliwa katika familia ya Simba Sports Club, baba Simba, mama Simba. Kwa hiyo hakuna jinsi, lazima nibaki Simba kama Simba, na naamini Simba kama Simba wasitegemee kuwa kwamba wajue Simba hii ndio wafananishe na Simba ile. Simba hii iko ndivyo tofauti jinsi ilivyobadilika, na ndio maana umeambiwa mpira dakika 90. Wasijigambe Yanga eti kwa kumfunga JKT Tanzania bao 5 eti ukategemea kuwa moja kwa moja hata Simba utamfunga bao 5. Huo ni uongo, na umeambiwa mpira dakika 90. Ninachowaambia, tutakutana Jumapili tarehe 1 Zanzibar kwa mzee wetu Abedi Amani Karume. Miongoni mwa viwanja ambavyo tumechagua na tulikuwa hatutaki kelele na mtu ni pale. Tuliamua kuondoka katika uwanja Benjamin Mkapa, tukachagua ni KMC na New Amani Zanzibar. Tukiwa KMC ina maana ni kigereza kidogodogo, lakini tukienda New Amani ni gereza la Guantanamo ambapo mfungwa yoyote lazima ingie. Tumejiandaa vizuri kuhakikisha Simba anapewa chakula cha moto kama walivyopewa watu wengine. Wana Kizingo, nataka kutuambia kipigo mara ya 7 mfululizo kinakwenda kutokea pale New Amani Complex Guantanamo Bay. Kipigo kipo kwa sababu tumejiandaa vizuri. Haimaanishi kwamba tunawabeza sana, hapana. Tunafahamu wamefanya usajili kipindi cha dirisha dogo. Tunaona kuna maingizo mapya ni mazuri bado, lakini hayajawa na muunganiko, bado hayajafika level ya kukutana na Dar es Salaam Young Africans, bado hayajawa na watu ambao wanaweza wakaenda kupita. Kwa mfano, unamzungumzia Luemba, unamzungumzia Aula, unamzungumzia na Libasa Gwe, wanaenda kupita wapi? Nani wakapite kwa nani? Una mtu pale ukuta ambao yani hata ufanyeje ni kama ukuta wa Ikulu ya Rais, ule ukuta wa Ibrahim Baka Kamanda, huwezi kupita pale kwa sababu kuna watu mabepari wa soka barani Afrika wameshindwa kupita pale. Unamzungumzia Osman, mchezaji hatari sana katika bara la Afrika, Nigeria, ameshindwa kufua dafu kwa Ibrahim Baka. We nani wewe Libase? We nani wewe Aula? Sijui nani mwingine wewe hapo Mkongomani. Wao unaenda wapi? Kuna Dickson Jobu. Kuna Bakari Nondo, kitasa cha timu ya taifa, kapteni. Wao unaenda wapi? Kwa hiyo bado wajitafute, wajitafakari. Sisi tupo kwa ajili ya kuwafanya wao waendelee kujipapanua, waendelee kujitafakari, waendelee kujua kwamba thamani ya mpira ni nini. Wanasema wao wana Oura, nani atamkaba Oura? Ndio maana nimekuambia hao wachezaji ulionao wewe wanapita wapi? Kama Osman wa Nigeria ameshindwa kupita pale, wewe unapita unaenda wapi? Yaani wewe unakuja unaenda wapi? Una Shabalala, mwangalie Shabalala wakati anacheza Simba alivyokuwa mweusi kama mpoki. Umeelewa? Lakini sasa hivi kamwangalia Shabalala huyu hapa, handsome boy, miaka 17, under 17. Kusema Shabalala sasa hivi kama mweupe. Under 17 Shabalala sasa hivi. Wewe uone anapiga vitu bana. Huyo kashaweka kambani. Shabalala alikuwa anafunga. Alikuwa anafunga. Mpira upeni heshima yao. Hata alipokuwa Simba ashaye kufunga kwenye mechi ya kimataifa. Taarifa nilizozipata sasa hivi, Shomari Kapombe anatamani sana na yeye akakae na Shabalala pale. Hizo umezitoa wapi Kizinga hizo taarifa bwana? Hizo za ndani. Hivyo upendi vitu vizuri? Wewe upendi vitu vizuri? Shabalala alikuwa anaumia. Roho ya Shabalala iko Yanga, mwili uko Simba. Simba wanauchosha mwili tu. Mwili na moyo na roho vyote vimekwenda Yanga. Angalia sasa hivi safi bulbul. Shabalala ananawiri kabisa sana na ananukia. Kimpira, mpira unadunda, ila kiuwezo sema kweli Simba kidogo tumedrop kulinganisha na Yanga. Kwa tunaenda katika hii dabi sisi tukiwa na mashaka, sisi wana Simba tukiwa na mashaka, wenzetu wakiwa na kipaumbele kushinda hili game. Ukiangalia Simba mpira wake timu dakika 45. Ukishaizuia Simba dakika 45 ya kwanza, dakika 45 ya pili unacheza unavyotaka wewe, unaweza wafunge nyingi unavyotaka wewe. Sijajua shida quality au fitness ndogo za wachezaji hapo, sijajua. Ukilinganisha na wenzetu dakika 90 moto ule ule. Hata game na juzu kiangalia Simba kacheza dakika 45 za kwanza tu Dodoma amezuia, ya pili kacheza Dodoma tu Simba kachoka. Kwa hiyo twende tumuombe Mungu, ila sidhani kama tutatoboa hizi. Kusema kweli sidhani kama tutatoboa. Kuna umeanza kuwa na hofu mapema hivi, wakati kwenye timu yenu mmeongeza baadhi ya wachezaji, mmefanya maboresho ya kikosi katika dirisha dogo. Tumefanya usajili mzuri, ila ukiangalia ule usajili una kipengele kidogo tu ambacho kwa upande wangu mimi hapa sijakielewa. Kipengele gani? Kwenye viungo wakabaji. Kiungo mkabaji namtegemea Kagoma
Na Kagoma si wale viungo wale wa sasa, kuna wale viungo wa kisasa kwamba kiungo anajua kukaba, anajua kupeka mashambulizi mbele. Kagoma yeye ni kiungo yule mkata umeme chini tu. Ukiangalia tofauti na wenzetu, ukimwangalia Damalo, Tukiabuya, Maxi, yani ni wale viungo ambao kwa hiyo kwenye wamefanya usajili mbele, ila pale kwenye kiungo Simba bado. Kwa bado una mashaka na timu yako inaweza ikafungwa kwa mara ya 7 mfululizo kuelekea katika mchezo huu? Na mashaka kiuwezo, ila kimpira lolote linatokea, ila kiuwezo tunaweza kufunga. Kwa uoni kama timu yako itaenda kupata alama mbele ya Yanga? Sioni, ila kama kwamba kiuwezo hatumwezi Yanga. Yupo juu, ana viungo, ana watu, yani sisi bado mbele kule tuko vizuri. Ndio maana kwambia mwanzo sisi na 45 za kwanza mechi zote tulizocheza, ukiangalia ya klabu bingwa ile tuliongoza 2 dakika 45 za kwanza, kipindi cha pili zimerudi. Ukiangalia mechi ya nani ile tulifunga 2 dakika 42 za kwanza, za pili hatujapata bao lolote. Hata juzi na Dodoma amejirudia yale. Sasa sijajua matatizo pale kwenye benchi hawayaoni au vipi. Kipi hasa ambacho unaona kwa mwalimu wa timu yenu akifanyia marekebisho anaweza kwenda kupata alama kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo? Yani hapo ninakuona ni hamasa tu kwa hapa wachezaji wake, hamasa kuwapati wapambane dakika zote 90, ila wakicheza kama hivyo cheza mechi za nyuma hawezi kupata alama 3 muhimu kutoka kwa Yanga. Kwa mara 7 mfululizo unaona inaweza kwenda kutokea katika mchezo huu? Inaweza kabisa, na 90% inawezekana. Kwa mpira ule tunaocheza inawezekana. Inatuuma, lakini tutafanyaje? Simba bado haijabadilika, ni bado kabisa yani. Asema mchezo huo nitaenda kwa kuheshimu Simba, lakini kwa vyovyote vile Yanga anashinda. Kwa sababu gani? Na wachezaji wazuri, na kikosi kizuri, na watu nawaamini sana. Yuko huyo Depu afai, yuko Buba Jamin afai. Lakini kumbuka na wenzako nao wamemrudisha pale, Chama yupo, wana Oura Libaswa, hawa muogope muofi. Yaani ni watu wa kawaida sana katika mchezo wetu wa Simba na Yanga. Yaani watu wa kawaida, yani Chama ni mtu wa kawaida sana, huyo Libaswa ni mtu wa kawaida sana. Kwa hiyo yani mechi ya tarehe 1 Jumapili hiyo, yani bila shaka kabisa Simba anakufa goli 2. Bwana acha masiara. Mimi nakueleza goli 2 Simba anakufa. Sasa kwenye ukuta wa Yanga anapitia wapi? Zidi ya Dickson Jobu, hata akianza Mamnyeto, Ibrahim Baka, Sergeant, wanapitia wapi pale? Katikati pale na viungo wazuri pale. Kwa hiyo sina wasiwasi na mchezo wa Jumapili. Hata ukitaka ni beti tuweke 2020. Naweza ngatoa keshi, maana na wake nashinda. Bwana, na wao wamesema wanakwenda kukata uteja mbele yenu. Hawatokubali kufungwa mara ya 7 mfululizo katika huo mchezo wa kesho kutwa. Amuofi kuhusiana na hili swala. Pia katika kikosi chao wamefanya maboresho, wameongeza baadhi ya wachezaji kwenye timu yao, na wamekuwa sasa hivi wakijinasibu na timu yao kwamba timu yao sasa hivi imeanza kucheza vizuri na ina watu hasa kule mbele, safu ya ushambuliaji. Ndio. Sasa mimi nakuhakikishia mpira, wanasema mpira unadunda na mpira na dakika 90, lakini Jumapili Simba hawezi kunifunga. Simba anakufa sio chini ya goli 2. Mimi nakuelekeza kwa sababu na wachezaji wazuri. Kwa kikosi changu na imani nacho, kwa Simba anakufa. Ni kikosi gani ambacho unaona hicho mwalimu akianza nacho mnapata ushindi mapema sana yani? Pale nyuma pale kwanza niko na Jigijiara, ndiye anasimama mlangoni pale. Dickson Jobu, Ibrahim Baka. Pembeni hapa yuko Patrick Mwenda. Huku hivi kama kawaida Maxi Zengeli. Katikati hapa yuko Mudasiri haya basi na mtoto wa Kenya huyu Duki Abuya. Mbele pale ndio tutaamua sasa kwamba aanze Depu, aanze Dube. Ile washambuliaji nao wa kutosha. Kawaida namba 10 anapiga Ale Okelo, anapiga namba 10 pale. Kama tulipotokea, mimi alikuwa anakosea. Alikuwa anamweka nafasi ya winga Ale Okelo. Ile nafasi yake ni namba 10. Kwa kasi hicho mnyama bwana amna anakufa goli ngapi? Goli 2 anakufa. Inaonekana mashabiki wa Yanga mmekuwa na imani kubwa na mmekuwa mnajigamba sana kuelekea katika huu mchezo. Ni kipi hasa ambacho kinawapa nyinyi ujasiri wa kuweza kutamba kwamba mnakwenda kuibuka na ushindi kwenye huo mchezo?
Yanga ana kikosi kipana, na ndio maana mheshimiwa mwekezaji wetu JSM alisema hivi, sema mchezaji yoyote, alimwambia kocha, sema mchezaji yoyote unayemtaka nimlete. Akasema Alan Okello, akamwambia kamlete. Akasema Depu mlete. Kwa hiyo nina uhakika na pia nina mheshimiwa mwekezaji JSM, na pia na imani na kazi aliyoifanya. Dabi hii ya tofauti kwa sababu kwanza inaenda kuchezwa Zanzibar. Dabi nyingi tumezoea inachezwa hapa Tanzania bara, uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tofauti ya kwanza hii dabi kuchezewa kule, kitu ambacho Simba hawajapenda. Sijui unanielewa? Hiyo ni sawa na maji kupanda mlima, kitu ambacho Simba hawajapenda. Ila mwenyeji kaona mimi ngoja dabi yangu nipeleke kule. Kwa hiyo tofauti ya kwanza kwenye venue, sehemu ambapo mechi inachezwa. Hiyo tofauti ya kwanza ambayo hiyo inatofautisha na dabi zingine zote. Sio kwamba kule hawajawahi kucheza, lakini wamecheza kwa mashindano ambayo ya kule. Umeona? Lakini hii ya NBC ligi kuu ya Tanzania bara kwenda kuchezwa dabi kule, maana yake hiyo ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili ambayo mechi hii itakuwa ngumu zaidi, yule mgeni kupelekwa kule, maana yake hajapenda. Sijui unanielewa? Ni sawa na chui na ukali wake ukamuongezea ukali. Kwa hiyo hii dabi mimi naitabilia itakuwa dabi moja ngumu sana. Alafu sababu ya tatu, mgeni anajua kabisa nikipoteza hii game mimi naenda kuachwa alama 8. Sijui unanielewa? Naenda kuachwa alama 8. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu vinafanya hii dabi iwe ngumu kupita dabi zingine. Kwa hiyo ni kwamba wachezaji pia inabidi waliangalie hilo. Waliangalie mwenyeji, ukishaona mtu mwenyeji siku zote ana relax. Mimi nimeandaa hapa, wewe inabidi uje tufanye kazi. Si unanielewa? Mgeni siku zote anakuwa ana pressure. Kwa sasa wakija na pressure ambayo inakuwa huwezi kuicontrol, watazikoga nyingi. Lakini wakija na pressure ambayo watakuwa wanacheza huko na control, kwa maana kwamba watakuwa wanajilinda vizuri, wanashambulia vizuri, umeona? Mechi itakuwa tamu, tutawapunguzia kwa sababu kufa kwa pale pale. Tutawapunguzia, wanaweza kala 1-2, 2-1, lakini alama 3 lazima waache. Kwa bwana, unataka kusema Simba lazima afungwe Jumapili? Mapema tu ndugu yangu. Yaani mapema. Kwa sababu yeye atakuja kujilinda, yeye anataka alama. Anajua kabisa mimi hata nikitoa sare mimi nimemwacha alama 5. Si unanielewa? Kwa hiyo yeye kipindi cha kwanza atafosi. Sasa atakapofosi yule kocha wetu sisi katika hizo mbinu, kumbuka ile mechi na Ali kipindi cha kwanza walipopata tabu. Si unanielewa? Wanaweza wasione pa kupiga. Yaani mifumo inabadilika mule ndani. Kwa sababu kocha sasa hivi kaanzisha utaratibu wake, anamtafuta nani kapteni. Yaani yule kocha sasa hivi anaweza akamwacha kapteni maagizo afu mwenyewe akaenda ndani. Bwana acha masiara. Mimi si ndo nakwambia. Kocha asikie kwenye benchi akamwachia maagizo kapteni tu, timu ikaenda vizuri. Mifumo kama anaweza akamwambia bwana vile. Bwana kusema tulivyoongea Jobu au Mwamnyeto akapewa tu maelekezo vile bwana. Kama tulivyoongea. Manake kuna plani pale. Plani A iko hivi, plani B iko hivi, plani C iko hivi. Manake kama wanaingia na plani A, baadaye bwana mwalimu alituambia plani A kifeli twende B, wana click tu tunaenda B. Unashangaa baada ya kucheza 4-4-2 goma linageuka. Inakuwa 3-5-2. Yaani goma linageuka mule ndani. Mwalimu muda huo anakunywa kahawa. Kwa benchi mwalimu amekunja zake 4. Anapumzika tu, vijana sikashawapa kazi. Kwa hiyo wao wataangalia wanavyokuja. Wakija vizuri, wakituheshimu, na sisi tutawapa kwa kuwaheshimu. 1-2, 2-1, kidogo watu hata GG wanaobeti wapate na wenyewe chochote kitu. Si unanielewa? Lakini wakija ovyo mjomba, watazikoga nyingi. Kwa sababu kwenye 5 si pale hatupataki sasa hivi. Ile bado ngapi ifike 5, tusogee kidogo. Tusogee kidogo, walau hata 6 sio mbaya. Ili mulipe kisasi. Sasa yule tena 6 yenyewe naona kama ndogo. Ale wiki kabisa. Beki yao Rushaini pale nyuma. Sasa Rushaini rafiki yangu, yani Rushaini huko anakuja Pakome, huko anakuja Depo. Hata mkaba nani? Huyo Rushaini. Hata mkaba nani shehe wangu? Hamna wa kumkaba. Kwa sababu haya ukiangalia ana beki 4 na 5 na Rushaini na nani? Rushaini na Ture. Ismail Ture. Hao ndo wakuwazuia Pakome na Depo. Hakuna kumzuia, kuwazuia watu. Wale watu hawazuiliki kaka. Yaani hawazuiliki hata kidogo. Yaani sijui ufanyaje kwa sababu wewe ukishaambiwa tu X factor maana yake huyo mtu kashindikana. Yaani huyo mtu kashindikana. Hasa huyo mtu anaweza kaanzia katikati ya uwanja mpaka anafika golini. Huyo mtu mzuri kweli? Sio mtu mzuri. Huyo mtu gani huyo? Pakome zuzwa namba 10 mgongoni.
afai. Yani sasa hivi anaweza kaamua bwana, mimi nachukua kijiji, afu anamwambia Depu wewe tegesha ndosi tu, na Depu akipiga ndosi, yani bora uombe apige na mguu kuliko ndosi, kwa sababu akipiga ndosi kipa ufati magari yake yote ya kichwa, hamna kipa alofuata. Juzi hapa imepigwa mzee pa kipa katakulua. Hapana bwana, siwezi kwenda Moi kirahisi, akaiacha ngoma inaingia, watu wanarudi kati. Kasali ajiandae kweli kweli. Tena yule ndo tunamtaka kwa sababu yule hajaonja. Yule tunamtaka, mwenzake nani huyu nani Pinipini Kamara anatujua vizuri, au sio bwana? Yule si tunamtaka, nataka tumkaribishe kwamba hii ndo dabi, tumkaribishe kidogo. Ndio maana nasema wakija kwa adabu, kwa kumheshimu yule kipa, kwa kumkaribisha 2-1 sio mbaya, si unanielewa? Lakini wakija ndo vile vile wanakula nyingi tena, ili ujue kusema 6 kidogo inakuwa nafuu. Tuweke kineno katika ile wiki bwana, nimepiga wiki kidogo, inakuwa inaleta stara kidogo.